Haleluya. Basi ndugu zangu, wakati huu ni wakati wa kupokea neno la Mungu ambalo litatusaidia katika maisha yetu. Kila wakati kadiri Mungu alivyosema na mimi kwamba ninaomba, Mungu ananipa roho wake mtakatifu na ananiongoza kuliambia kanisa. Na sasa kuna mambo fulani ambayo ameniambia Mungu niendelee kusema katika muda huu. Nimejaribu kuomba ili niweze kuendelea na mambo mengine, lakini Mungu amenirudisha katika somo hili la vita vya kiroho. Wiki iliyopita tulijifunza habari ya mapambano kati ya nyoka na uzao wa mwanamke. Tulisoma katika Mwanzo sura ile ya 3 mstari ule wa 15 na Ufunuo 12. Ishara kuu ilionekana mbinguni, na hiyo ishara nilifafanua, na hata hivyo nikaeleza wazi ya kwamba hii ni vita kati ya uzao, au ni mapambano kati ya uzao wa mwanamke na uzao wa nyoka. Ukisoma katika Biblia kitabu cha Ufunuo kinamtaja shetani kama joka. Lakini joka ambaye ana majoka, ana wingi wa majoka. Sasa bado nikaeleza habari ya mapambano ya shetani na Kristo na kazi yake ya ukombozi. Nikaeleza mapambano ya shetani na waaminifu wa Israeli. Nikaeleza mapambano ya shetani na mbingu, na nikaeleza hatima na mapambano. Na hata hivyo bado tunaambiwa kuna njia mbili kuu za mawasiliano kati yetu na Mungu wetu. Njia ya kwanza ya mawasiliano kati yetu na Mungu ni kwa njia ya maombi. Pili ya mawasiliano kati yetu na Mungu ni kwa njia ya kusoma neno la Mungu. Nguvu yetu ya kushinda nguvu za shetani ni maombi. Lakini nguvu nyingine ya kushinda hilo za shetani ni kusoma neno la Mungu. Kwa kujua neno la Mungu, huwekuwa na kauli mbele za shetani anapoingiza maneno yake ya hila. Bwana atusaidie sana. Ni kwamba wiki ile imepita tulijifunza juu ya mtu anapookoka, shetani anaanza mikakati ya kumfuatilia nyuma. Anaanza mikakati ya kumfuatilia kwa nyuma ili aweze kumwangusha. Tulijifunza jinsi ambavyo shetani alivyoweza kumfuatilia Paulo. Kwanza, kwa mkakati ule ambao uliokuwepo wa kwanza, alipewa mkakati aende anawakamata wa Kristo. Akafanikiwa akiwa mwanajeshi aliyetumwa kutoka kwa wakuu wake, wakuu wa makuhani, kwenda kukamata watu. Wakuu wa makuhani na waandishi na Mafarisayo na wazee wa baraza wakamtuma kwenda anakamata watu wa njia hii, yani wa Kristo. Lakini matokeo yake Biblia inasema kwamba
wakati akiondoka kwenda Dameski, akielekea kwenda Dameski, ghafla akakutana na Yesu njiani. Yesu akambadilisha nia yake na kumfanya kuwa mwanafunzi. Na baada ya kumfanya kuwa mwanafunzi wa Yesu, awe sawasawa na wale aliokuwa anakwenda kuwakamata, ilionekana wale waliomtuma mara ya kwanza ni kama amewasaliti. Ndipo walianza mikakati ya kumfuatilia. Ilianza vita ya hali ya juu. Mara ya siku moja wakamvizia ameingia ngomeni, kwenye ngome ya soko, ili akipita mlangoni wamkamate ili wamuue. Lakini kumbe Paulo alikuwa tayari amekwisha kupata. Baadaye wanafunzi wakamvusha kwenye ukuta, wakamtoa, wakampitisha kwenye kikapu, wakamtoa nje. Bwana asifiwe sana. Lakini bado alianza kufuatiliwa. Mikakati ilianza nyuma kwa nyuma, anafuatiliwa. Wayahudi wenzake walimfuatilia, lakini vile vile wanafunzi wale aliowakuta nao vile vile ulioni shetani aliyeta mkakati. Biblia inasema ya kwamba wakaanza kumkataa. Nikasema hivi, unapojitoa katika njia ya Mungu, wakati mwingine unaweza ukafika wakati wa kukataliwa. Hawa walimkataa, walimuogopa wakamkataa. Lakini tena kuna mikakati iliendelea nyingine. Sasa nikasema hivi, kwa Mkristo kama wewe unapookoka, unapomwamini Yesu, unapojiweka sawa sawa, ukaanza kumfuata Yesu kikamilifu, ni lazima shetani aandae mikakati kwa ajili yako ili aweze kukurudisha nyuma. Bwana atusaidie sana. Soma Efeso sura ya 6. Ephesians chapter 6. Ndio, mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Vaeni silaha zote za Mungu, mpate kuweza kuzipinga hila za shetani. Ndio, kwa maana kushindana kwetu si juu ya damu na nyama. Ndio, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, ndio, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Bwana atusaidie sana. Wingi wa mambo ambayo tutayakuta huku. Amina. Anaposema hatimaye mzidi kuwa hodari katika uweza wa nguvu zake, Mtume Paulo aliwaambia Waefeso, kanisa la Waefeso, baada ya kuona upo muhimu wa kuwafundisha mafundisho hayo ili wawe hodari katika uweza wa nguvu za Mungu, ilipasa awaambie Waefeso wawe hodari katika uweza wa nguvu za Mungu, wavae silaha zote za Mungu, wapate kumshinda shetani. Kwa sababu kushindana kwao, aliwaona ya kwamba wanashindana katika mwili, aliwaona wanashindana katika hali ya kawaida ya kimwili. Akasema kuna umuhimu wa kuelewa ya kwamba kushindana kwetu si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya ufalme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili katika ulimwengu wa roho. Haya ni mapambano mazito kwa mtu yule ambaye aliyeweka nyayo zake kwa Kristo kumfuata yeye. Ungepata raha ya namna gani? Hata kama ungepata mafanikio ya namna gani,
Ni lazima uelewe ya kwamba unapoishi, lazima uelewe kwamba kuna spiritual warfare. Uelewe hayo kwamba kuna spiritual warfare, vita vya kiroho. Hallelujah. Lazima uelewe vitu vya namna hiyo. Amen. Na mtu kama hujaambiwa vitu vya namna hii, unaweza ukawa unaona mambo ya kawaida, unaanza kutumia akili zako kupambana. Utangulizi ni kwamba vita maana yake ni nini? Vita maana yake ni mapambano dhidi ya pande kuu mbili zilizofitiniana. Ukisoma katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana sura ya 12, hebu soma sura ya 12 mstari wa kwanza. Soma msomaji wetu. Ufunuo wa Yohana sura ya 12 mstari wa kwanza. Ishara kuu ilionekana mbinguni. Ndio. Mwanamke aliyevikwa jua. Ndio. Na mwezi ulikuwa chini ya miguu yake, na juu ya kichwa chake taji ya nyota 12. Sawa. Mstari wa pili. Naye alikuwa ana mimba. Alikuwa na mimba huyo mwanamke. Akilia. Yaonekana una mimba ya Roho Mtakatifu. Hallelujah. Hali ana utungu na kuumwa katika kuzaa. Una uchungu wa kazi ya Bwana na kazi mbalimbali ya kumtumikia Mungu. Mstari wa 5. Ikaonekana ishara nyingine mbinguni. Tena ikaonekana ishara ya pili mbinguni. Na tazama joka kubwa jekundu. Kulikuwa na joka kuu pembeni, na vichwa 7 na pembe 10. Alikuwa na vichwa 7 na pembe 10. Vichwa vyake vya vilemba vingapi? 7. Ndio. Mstari wa 4. Na mkia wake wakokota theluthi ya nyota za mbinguni. Na kuziangusha katika nchi. Ndio. Na yule joka akasimama mbele ya yule mwanamke aliye tayari kuzaa. Akasimama mbele ya yule mwanamke aliyekuwa yuko tayari kuzaa. Amle mtoto wake. Ili akizaa tu amle yule mtoto. Endelea. Mstari wa 5. Naye akazaa mtoto mwanamume. Yeye atakayewachunga mataifa yote kwa fimbo ya chuma. Hallelujah. Biblia inasema ya kwamba ishara ya mwanamke ambaye alikuwa ana uchungu, yuko tayari kuzaa. Ninajua ya kwamba tunapotafsiri habari za mwanamke, Yesu anaeleza habari ya mwanamke, anamfananisha mwanamke, anaeleza kwa mfano wa mwanamke. Anasema mfano ni mfano wa mwanamke aliyekuwa anafanya hivi, mfano wa mwanamke aliyekuwa na hiki, mfano wa mwanamke ina maana ya kwamba alikuwa anaeleza mfano wa kanisa. Hallelujah. Amen. Kanisa. Amen. Lakini vile vile mfano wa kanisa, mfano wa mwanamke alikuwa anaeleza kwa maana ya taifa la Israeli. Maana kwa tafsiri nyingine tunaona ya kwamba Israeli anatajwa kama mke wa Mungu, lakini Mungu anatajwa kama mume wa Israeli. Na Waisraeli walipomwacha Mungu wakafuata miungu mingine, ni sawa na mwanamke aliyemwacha mume wake akaenda kwa waume wengine. Ni sawa na Israeli kumwacha mume wake Mungu na kwenda kwa wanaume wengine. Unaitwa uzinzi. Maana yake kumwacha Mungu kwenda kwa miungu mingine ni uzinzi wa kiroho. Mungu atusaidie sana. Biblia inasema mwanamke aliyekuwa na uchungu wa kuzaa. Kanisa la Mungu, najua ya kwamba una uchungu ndani moyo wako kuzaa matunda kwa ajili ya Bwana. Lakini haleluya,
uchungu. Shetani anaujua uchungu ulionao. Shetani anajua mafanikio yale ambayo yatakayokuja kutokea kutokana na uchungu kwa ajili ya kazi ya Mungu. Kwa hiyo yeye anafuatilia, amekaa nyuma ili aweze kumeza kila ambacho kinakusudia kuzaliwa. Kinakusudiwa kuzaliwa kitu cha namna gani? Wewe ni kanisa, umezaliwa mara ya pili, umeokolewa na Yesu Kristo, na sasa unakwenda kuzaa matunda. Wewe ni mwanamke uliye tayari kuzaa. Haleluya! Sisi ni kanisa iliyo tayari kuzaa, lakini tuelewe wazi ya kwamba joka jekundu limekaa mbele yetu kungoja kile kinachotaka kuzaliwa ili kimezwe. Lakini Yesu Kristo, haleluya, Yesu Kristo mwenye nguvu ndiye ambaye anayezaliwa ndani yetu, anayezaliwa katika maisha yetu, ambaye haleluya atatuchunga kwa fimbo ya chuma. Mshangilie huyo Yesu Kristo, Bwana wa Mungu aliye hai. Haleluya. Amen. Hili sura ya 12 Ufunuo. Sawa. Kwa hiyo shangilieni enyi mbingu. Anaziambia mbingu zifanyeje? Shangilieni. Kwa nini? Nanyi mkao humo. Ndio. Ole wa nchi na bahari. Ole wa nchi na nini? Na bahari. Ndio. Kwa maana yule ibilisi ameshuka kwenu. Kwa maana yule ibilisi ameshuka kwenu. Ameshuka kwenu mwenye dhahabu, mwenye ghadhabu nyingi. Mwenye ghadhabu nyingi. Mwenye ghadhabu nyingi. Ndio. Akijua ya kuwa ana wakati mchache tu. Ana wakati mchache. Tupo hapa duniani, likaja tangazo duniani kuiambia dunia, kuiambia liobahika, kuiambia kanisa liobahika, kuambia wote waliobahika, kuambia wananchi waliobahika, kuambia wote waliopo mazingira haya ya kwamba ole wa nini? Wa nchi. Ole waliobahika, ole wa nchi. Kwa maana mshitaki wenu ibilisi aliye na ghadhabu, aliye na hasira nyingi ametupwa kwenu. Shetani ametupwa hasira nyingi na anao muda mchache. Anataka kuutumia muda mchache ili aweze kutengeneza watu wa kwenda nao jehanamu. Mungu atusaidie sana. Mungu atusaidie sana. Amen. Mungu alitoa tangazo kwamba nami nitaweka uadui kati yako na huo uzao wa mwanamke. Kwa hiyo vita havijaisha vya mmoja kumponda mwenzake kichwa na mwingine kumponda mwenzake kisigino. Hazijaisha. Bado vita inaendelea. Mungu atusaidie sana. Sasa kama vita inaendelea, tukiangalia hapo vita, kuna vita vya aina mbili. Kuna vita vya Agano la Kale na vita vya kiroho vya Agano Jipya. Vita vya Agano la Kale halafu na vita vya Agano Jipya, vita vya kiroho ambavyo vinatoka katika milango ya kuzimu. Tunaanza hapo ya kwamba kuna vita vya Agano la Kale. Hapo zamani za kale kulikuwa na mapambano ya kimwili kwa silaha za asili.
Mungu waliruhusiwa kupigana kwa ajili ya kukomboa ndugu zao. Ukisoma katika kitabu cha Mwanzo, hebu soma kitabu cha Mwanzo 14 mstari wa 8 hadi 12. Kuna vita iliyopiganwa hapa na Ibrahimu na familia yake ili kukomboa ndugu yake Lutu aliyekuwa ametekwa. Hebu soma. Mfalme wa Sodoma, mfalme wa Gomora, na mfalme wa Adima, ndio, na mfalme wa Seboimu, na mfalme wa Bela, ndio Soari, wakatoka wakapanga vita panapo bonde la Sidimu. Wakapanga vita hapo kwenye bonde la Sidimu, wapigane na Kedorlaoma mfalme wa Elamu, na Tidari mfalme wa Goimu. Mfalme wa Elamu na mfalme wa wapi? Wa Tidari mfalme wa Goimu. Na Mlaferi mfalme wa Shinari. Na Arioko mfalme wa Elasari. Mfalme ndio wafalme wane juu ya wale watano. Ndio mstari wa 10. Na bonde la Sidimu lilikuwa limejaa mashimo ya lami. Ndio nao wafalme wa Sodoma na Gomora wakakimbia. Ndio wakaanguka humo. Nao walisalia wakakimbilia mlimani. Waliosalia wakakimbilia mlimani. Nao waliosalia wakakimbilia milimani. Sawa. 11. Wakachukua mali zote za Sodoma na Gomora. Wakateka mali zote za Sodoma na Gomora. Na vyakula vyao vyote. Ndio. Wakaenda zao. Sawa. Mstari wa 12. Wakamtwaa Lutu. Wakamtwaa na Lutu kwenye mateka. Mwana wa nduguye Abrahamu. Mwana wa ndugu yake na Ibrahimu. Aliyekaa huko Sodoma, na mali yake wakachukua na mali zake zote Lutu na vitu vyake vyote walivyokuwa navyo wakavichukua. Hebu endelea kusoma. Mmoja aliyeponyoka akaenda akampasha habari Abrahamu Mwebrania. Ndio. Naye amekaa panapo miaroni ya Mamre. Yule Mwamori, ndugu ya Eshkori na ndugu ya Aneli, na hao waliokuwa wamepatana na jeshi jingine. Soma sura ya 3 mstari wa kwanza, Kumbukumbu la Torati. Tukageuka tukakwea njia ya Bashani. Wakaenda Bashani na Ogu mfalme wa Bashani akatutokea juu yetu. Ndio. Yeye na watu wake wote. Ndio. Kuja kupigana huko Edrei. Ndio. Namba 2. Bwana akaniambia. Mungu akasema, usiogope. Kwa kuwa nimemtia mkononi mwako. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ogu alikuwa ni mfalme wa Bashani. Wana wa Israeli wakisafiri kule jangwani wanaelekea kwenda kuvuka. Biblia inasema hivi. Huyu mfalme Ogu alikuwa ni mfalme wa Bashani. Huyu mfalme alikuwa ni mzoefu wa vita sana pamoja na jeshi lake. Lakini wana wa Israeli walikuwa hawana uzoefu, maana walikaa Misri. Walizoea Mungu kuwasaidia tu. Walizoea Mungu kuwapigania tu. Kwa hiyo hawakuwa na uwezo wa kufight pale jangwani, hawana nguvu ya kupigana mule jangwani. Tunaposema huyu Ogu mfalme, lenyewe tu ni Ogu likuwa pande, sio mchezo. Likuwa na urefu wa mita 3. Mita 3 ni kama futi 9. Futi 9. Pande. Upana mita 3.
ni giant man, lenyewe ni kubwa lenyewe tu, afu lina uzoefu, likomando. Sasa hiyo likomando lina majeshi ya makomando na majeshi mengine wa vyeo vidogo vidogo. Sasa haleluya, haleluya, wana wa Israeli wanapita. Unajua wana wa Israeli walipokuwa wanapita katika nchi, kwa sababu ya wingi wao, lazima kulitokea shida ya uharibifu wa miundombinu, maana ni jeshi kubwa. Wakipita hapa, hizi ni jeshi kubwa, hizi nyasi zote ndizi zinaharibiwa na wanyama wao na kila kitu, jeshi kubwa. Kwa hiyo walikuwa wanazuia ili Israeli isipite, wanazuia njia zao ili Israeli wasipite. Haleluya, haleluya, amen, haleluya, amen. Unajua unaweza kuwa na shamba lako, sehemu, alafu wengine wakawa na mashamba pembeni huku chini. Njia yako ulitakiwa upite kwenye mashamba yao, ni wao wanasema huwezi kupita, wanazuia. Lakini haleluya, amen, kwa Mungu hakuna kizuizi. Amen. Kwa Mungu njia zote zinaachwa wazi. Amen. Kwa Mungu barabara zinachongwa. Amen. Kwa Mungu haleluya, barabara zinatengenezwa. Hakuna cha kizuizi. Mshangilie Yesu Kristo. Amen. Biblia inaeleza waziwazi ya kwamba wana wa Israeli walipofika, akasimama kuzuia ogu. Aliposimama kuzuia, haleluya, alipigwa mbele ya Musa. Alipigwa mbele ya Musa kwa uwezo wa Mungu. Haleluya. Wana wa Israeli wakapita. Amen. Haleluya. Hii ni safari. Kuna vizuizi mbalimbali ambavyo unaweza kukutana navyo katika maisha yako. Mungu atusaidie sana. Amen. Wengine wamezuiliwa kufanikiwa, wamezuiliwa kupata vyeo, wamezuiliwa kupata nafasi mbalimbali, wamezuiliwa hata mambo ya maana zaidi. Lakini haleluya, haleluya, amen, Biblia inaeleza waziwazi hapo. Kuna neno alilolisema Mungu kwa ajili ya hawa watu. Lipo neno moja alilolisema. Israeli hakuwa na uzoefu, lakini Ogo alikuwa mzoefu wa vita, hodari. Wasingeweza kupigana naye, na hata majeshi yake yalikuwa yamefundishwa vizuri, lakini Israeli walisaidiwa na nani? Na Mungu, wakawapiga na kuwashinda. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Yoshua alikutana na jemedari. Akakutana na jemedari. Huyo ndiye aliyemfanya kuwashinda maadui zake. Hebu soma katika kitabu cha Yoshua sura ile ya 5 mstari wa 15. Sura ya 5 mstari wa 13. Soma. Yoshua sura ya 5 mstari wa 13. Ikawa hapo Yoshua alipokuwa karibu na mji wa Yeriko, ndio akavua macho. Ni sawa, akavua macho yake na kuangalia. Akainua macho yake na kuangalia. Na tazama, kuvua ni kuangalia kwa mbele, kuona kwa mbele, Na tazama, mtu mume akasimama kumkabili mbele yake. Mwanamume, mtu akasimama kumkabili mbele yake.
naye alikuwa na upanga wazi mkononi mwake. Alikuwa na upanga wazi umetoka kwenye hala mkononi mwake. Yoshua akamwendea na kumwambia, je, wewe upande wetu au upande wa adui zetu? Haleluya. Unapokutana na shujaa au mtu wa aina yoyote, ni lazima uulize kwamba je, wewe uko upande wetu? Majibu yalikujaje? Akasema, la, lakini nimekuja sasa. Nili amiri wa jeshi la Bwana. Akajitambulisha kwamba ni amiri jeshi wa Bwana. Yoshua akapomoka kiuso hata nchi. Ndio. Naye akasujudu. Akamuuliza, Bwana wangu, niambia nini mimi mtumishi wake? Haleluya. Yoshua akatambua ya kwamba amekutana na Bwana Yesu. Haleluya. Amen. Yesu ni Bwana. Bwana ni Yesu. Haleluya. Alionekana katika ufunuo wa Bwana. Biblia inaonyesha yule amiri jeshi ya kwamba mimi ni Bwana. Akapomoka, akapiga magoti, akalala kifudifudi, akaomba, akaabudu mbele yake. Haleluya. Hebu soma sura ya 6 mstari ule wa kwanza hadi wa 5. Ulikuwa umefungwa kabisa kwa sababu ya wana wa Israeli. Hapana mtu aliyetoka wala hapana mtu aliyeingia. Ulikuwa umezingirwa. Bwana akamwambia Yoshua, tazama, nimeutia Yeriko katika mkono wako. Haleluya. Nimeutia Yeriko katika mkono wako, na mfalme wake na mashujaa wake. Nanyi mtauzunguka mji huu. Watu wote wa vita. Mkiuzunguka mji mara moja. Fanya hivi siku 6. Na makuhani 7 watachukua tarumbeta 7 za pembe za kondoo waume. Sawa. Mbele ya hilo sanduku. Ndio. Na siku ya 7 mtauzunguka mji mara 7. Ndio. Nao makuhani watapiga tarumbeta zao. Ndio. Kisha itakuwa watakapopiga hizo pembe za kondoo waume kwa nguvu, nanyi mtakaposikia sauti ya tarumbeta, watu wote watapiga kelele kwa sauti kuu. Na ukuta wa mji utaanguka chini pale. Na watu watapanda. Kila mtu akiendelea mbele kukabili. Ndio. Bwana asifiwe sana. Amen. Yoshua akakutana na amiri wakati alipokuwa anakwenda kuteka Yeriko. Tunasoma Biblia ya kwamba Yoshua akaelekezwa jinsi watakavyokwenda. Wataruka kwenye ule ukuta wa Yeriko. Watakapouzunguka, watauzunguka mara 7. Halafu watapiga tarumbeta na ule ukuta utafanya nini wapenzi? Utaanguka. Biblia inaeleza hapo hawakuwa na silaha yoyote isipokuwa tarumbeta. Haleluya. Piga tarumbeta. Ukuta wa Yeriko utaanguka. Haleluya. Amen. Piga kelele. Uhubiri habari za Mungu. Uhubiri habari za wokovu. Ukuta wa Yeriko utaanguka. Bwana asifiwe sana. Amen. Hizo zilikuwa ni silaha, lakini pale tu tunapomwacha Bwana tunaweza kupigwa sana. Narudia kusema hivyo, lakini tukiwa pamoja na Bwana, haleluya, amen, silaha zetu zina nguvu kupita kawaida. Bwana asifiwe sana. Amen. Lakini tutasoma mstari wa mwisho hapa hivi. Nao jamii ya watu wote pia wajue ya
kwamba Bwana haokoi kwa upanga wala kwa mkuki. Si unaona? Maana vita ni vya Bwana, naye atawatia ninyi mikononi mwetu. Haleluya. Mungu haokoi kwa upanga, si ndio? Wenzetu walitumia silaha, lakini hata hivyo Mungu alikuwemo, lakini Biblia inaeleza silaha zile hazikutosheleza, si ndio? Sasa ina maana ya kwamba Mungu alikuwa katika silaha zile, nguvu ya Mungu ilikuwa katika silaha zile. Mungu wetu yeye anatuokoa kwa uwezo wake. Bwana asifiwe sana. Amen. Yawezekana umejaribu kujiokoa kwa namna fulani, tutaendelea jioni. Wenzetu walipigana ana kwa ana. Vita vyetu sisi wa Agano Jipya ni vita vya Bwana. Ndio. Amen. Vita vyetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme. Haleluya. Shetani hatakupata kama utajificha kwa Yesu. Shetani hatafanya lolote, kwa sababu Yesu atapigana na adui zako. Wale wanaokuja juu yako atapigana. Adui zako watapigwa mbele zako. Watakujia kwa njia moja, watatawanyika kwa njia 7. Wakisemezana, mimi nimeshindwa, nimejaribu, imeshindikana. Nimejaribu, imeshindikana. Utaona kesho asubuhi wanakuja kukusalimia vipi. Umeamka salama. Hakuna hata maumivu ya aina yoyote huyasikii. Na utasema ndio, kwa sababu Bwana Mungu ananilinda na kunisaidia. Kwa sababu Bwana ananipigania. Na hata kama tukiwa katika shida, yeye atatupigania, halafu tutanyamaza kimya. Naomba usimame.